Wadau mbalimbali pamoja na serikali watakiwa kuangalia kwa kina na kusaidia kuwezesha makao au vituo vya kulelea watoto waishio katika mazingira hatarishi walio tayari kubadilika. Uganda yatangaza kumalizika kwa mlipuko uliozuka hivi karibuni wa ugonjwa hatari wa Ebola. Na katika michezo, klabu ya Simba yafuzu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kuitoa mashindanoni klabu ya Stellenbosch ya Afrika Kusini kwa jumla ya goli 1-0. Naam, habari za wakati huu mtazamaji wa Channel 10, kilicho bora kabisa popote pale ulipo. Karibu katika taarifa yetu ya habari. Msomaji wako ni mimi Nelson Munema. Nitakusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa, na mwenzangu katika lugha ya alama ni Tito Makombe. Karibu. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa ameagiza Wizara ya Kilimo iimarishe ufuatiliaji wa watendaji wa vyama vya ushirika ili wazingatie maadili ya utumishi wa ushirika, uwazi, uwajibikaji na utawala bora, hali itakayowavutia wanachama waweze kuwekeza zaidi. Mheshimiwa Waziri Mkuu ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma wakati wa ufunguzi wa mdahalo wa upatikanaji wa mitaji ya fedha za maendeleo ya ushirika ulioenda sambamba na uzinduzi wa ripoti ya mwaka ya kilimo kwa mwaka 2022-2023 na 2023-2024. Endeleeni kuimarisha kufanya ufuatiliaji wa watendaji wa vyama vya ushirika ili tuwazingatie maadili ya utumishi wa ushirika, uwazi, uwajibikaji na utawala bora, na hivyo kuwavutia wanachama wengi kujiunga ushirika na kufanya uwekezaji mkubwa kwenye ushirika. Akizungumzia uzinduzi rasmi wa mradi wa mashamba makubwa unaofadhiliwa kwa pamoja na Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB na serikali ya Tanzania, Waziri Mkuu amesema mradi huo ni sehemu ya utekelezaji wa programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora BBT. Kwa mradi ambao nimeuzindua leo utatekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia mwaka huu 2025 hadi mwaka 2030. Gharama jumla ya utekelezaji wa mradi huu project awamu ya kwanza, ambapo Benki ya Maendeleo ya Afrika itachangia dola ambazo zimezieleza 129.79 sawa na 53.76 ya gharama ya mradi wenyewe ambayo ni dola milioni 241.27. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itachangia 46.24. Kwa upande wake, Waziri wa Kilimo Hussein Bashe amesema ushirika ni njia pekee inayowajengea uimara wanaushirika na kwamba uanzishwaji wa benki ya ushirika utarahisisha malipo ya wakulima. Kama nchi ni lazima tuwe na sera ya ukopeshaji wa kilimo. Kilimo sio sawasawa na biashara zingine. Ni lazima tuwekeze kwa muda mrefu, kwa riba maalum, kwa incentive maalum, ili tuweze kubadilisha uchumi wa hawa watu tulionao katika uchumi wetu. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa benki ya ushirika Coop Bank, Profesa Gervas Machimu, amesema benki hiyo itakuwa nguzo ya maendeleo ya ushirika mjini na vijijini, huku mwenyekiti wa bodi ya kamisheni ya tume ya vyama vya ushirika Abdul Majid Nsekela akisisitiza benki hiyo kuendeshwa kisasa. Benki ya ushirika imeanzishwa kwa lengo la kutoa huduma jumuishi na rafiki kwa wana ushirika. Benki hii itakuwa nguzo ya maendeleo vijijini na mijini. Tunajia kuona uongozi wenye kufikiria tofauti na fikra za kawaida ili uweze kufikia wana ushirika wengi zaidi. Nasema hivyo kwa maana moja, mheshimiwa mgeni rasmi, katika taswira ya kutoa huduma za kifedha lazima uwe na akili mbadala. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Wadau mbalimbali pamoja na serikali wametakiwa kuangalia kwa kina na kusaidia kuwezesha makao au vituo vya kulelea watoto waishio katika mazingira hatarishi ambao wako tayari kubadilika ili kupunguza ongezeko lililopo sasa ambalo linaongeza pia gharama za kulea watoto hao, ikiwemo kupata elimu na mambo mengine ambayo yataweza kutimiza ndoto zao.
Mwanahabari wetu Beatrice Eric ameandaa taarifa ifuatayo. Haya yanadhihirishwa na baadhi ya vijana wanaolelewa katika makao ya watoto Jerusalem Kimara yaliyo chini ya kanisa la KKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani, ambao kwa asilimia kubwa walikuwa wakiishi Ubungo Darajani na kuchukuliwa na mchungaji kiongozi wa kanisa hilo Wilbrod Mastai kwa ajili ya kuwalea ili wabadili mtindo wa maisha yao, kwa kuwa tayari wamejiingiza kwenye vitendo vya ulevi na uhalifu. Kituo hiki kimepokea watoto 26 ambao wanapatiwa malezi bora pamoja na elimu, huku wengine wakijitegemea, lakini malengo ni kufikia watoto 500. So nimekaa hapo kwa siku ya kwanza, iliisha siku ya pili. Siku ya tatu nikasema nitakufa. Maana nilikuwa nimefika hadi nimelegea, sina nguvu, yani hata maji sijanywa wala kula sijala. Na sitamani kumuomba mtu maana ninaona aibu. So nikabidi nisogee maeneo ya stand, labda mtu anaweza kaniambia mwanangu beba mzigo nikupe kiasi fulani. Lakini Mungu wa ajabu, yule mtoto ambaye alimuona sio wa thamani na alimkataa. Naamini mimi mwenyewe nataka nibadilishe imani zao, kwamba mimi ndo nitakuwa mtoto wa kwanza kufanya kitu kikubwa. Nilipofika hapa kwa mara ya kwanza nikaulizwa unafanya gani au unataka nini? Kiukweli mimi kitu nilichosema nilisema kama inawezekana na iwe nipelekwe shule. Nimesoma form 1 na form 2, nikafanya mtihani wangu wa NECTA. Nashukuru Mungu nimefaulu, na sasa hivi niko form 2 ambapo mwaka niko form 4. Nataka kuja kuwa social worker. Mbilia Miti ni meneja makao ya kulelea watoto na vijana Jerusalem Kimara. Anasema hayo ni maono ya mchungaji Mastai kuhakikisha watoto hao wanatimiza ndoto zao licha ya uwepo wa changamoto mbalimbali katika malezi. Mchungaji Wilbrod Mastai ambaye mara kwa mara alikuwa akipita darajani na kukutana na watoto wakimuomba wakitaka kuosha gari. Kwa hiyo alikuwa anapata uchungu sana kuona wale watoto wako mtaani, na akatamani sana kutoa huduma, si kwa kuwapa pesa kidogo, maana ilikuwa sio chanzo cha kujikimu kwa maisha yao, lakini aliona wale watoto wamebeba vitu vikubwa na wanaweza wakafanya mambo makubwa katika jamii. Wakati hawa wakipata fursa ya kutimiza ndoto zao, wengine bado wanaendelea na maisha yao mitaani, wakiwemo wale wanaoishi chini ya daraja la Kijazi, eneo ambalo linatajwa kuwa ndio sehemu ya kufikia watoto wanaotoka nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Serikali kama serikali inaweza kuchukua hatua. Hao watoto watafutiwe wazazi wao au serikali kama serikali iwakusanya watoto, iwape malezi mazuri, kwa mfano elimu, ujuzi na vitu vingine. Mtazamaji, umesikia sababu mbalimbali ambazo zimewafanya watoto hawa kukimbilia mtaani, ikiwemo magomvi ya wazazi, lakini pia zile ndoto za mtoto zinaposhindwa kutimizwa na mzazi, basi huzitafuta kwa njia mbadala. Nikiripoti kutoka Kimara jijini Dar es Salaam, Beatrice Eric Chan. Kwa taarifa hiyo, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imetembelea halmashauri ya wilaya ya Chemba na halmashauri ya jiji la Dodoma na kuzungumza na wadau wa uchaguzi kutoka katika halmashauri hizo ili kujiridhisha kama ombi la kuligawa jimbo la Chemba na jimbo la Dodoma mjini yaliyowasilishwa na tume kupitia katibu tawala wa mkoa ni la kweli na lilifuata mchakato wote kwa mujibu wa sheria. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Mheshimiwa Jaji wa Rufani Jacob Mwambegele, alianza kwa kuwahoji maswali kadhaa kuhusiana na maombi yao ya kugawa majimbo kama ni kweli, na wajumbe kujibu kwa pamoja. Je, ninyi wadau mnathibitisha kwamba maombi yaliyoletwa, mgawanyo, idadi ya watu na ubadilishaji wa majina hayo ndivyo mlivyopitisha? Jaji Mwambegele, baada ya kuwahoji wadau hao na kujibiwa, alionyesha kufurahishwa na namna wadau wote walivyokuwa na kauli moja katika ombi lao ambalo la kuligawa jimbo la Chemba na Dodoma mjini ili kuwe na jimbo la Chemba Mashariki na Chemba Magharibi wilayani Chemba, na jimbo la Mtumba na jimbo la Dodoma mjini katika halmashauri ya jiji la Dodoma. Tunawapongeza kwa kuifanya kazi yetu kuwa nyepesi, na kwa kauli moja mmekubaliana kuwa maombi yaliyowasilishwa ya mapendekezo ya kuligawa jimbo la Chemba ambalo lipo katika halmashauri ya wilaya ya Chemba mkoa wa Dodoma ni sahihi kwa mujibu
wa barua iliyowasilishwa kwetu na katibu tawala mkoa. Sisi ni maombi yetu na matumaini yetu kuwa jambo hili ni la kwetu kama wananchi wa jiji la Dodoma. Tunatamani sana na huko kwenu basi mlibebe kikamilifu kama ambavyo tumeonyesha matamanio kwa wananchi wa jiji la Dodoma. Pia Mwenyezi Mungu aende akawaongoze kwenda kuangalia wanachemba kwa jiko la kipekee ili muweze kuwatimizia ile ndoto yao waliokuwa wanaitamani ya kupata maendeleo kwa haraka na waweze na wao kuishi kama Watanzania wengine kwenye maeneo mengine. Tunasifu kipekee zako mwenyekiti wepo hapa kuhakikisha kwamba unakwenda katika maeneo yaliyoleta maombi na kuhakikisha kuwa hiki kinachowasilishwa ndicho kilichoombwa. Kwa namna hii tunapata imani kubwa sana na tume. Chini ya mkuu wa wilaya, mkurugenzi unaye hapa. Huyu mkuu wa wilaya sio kawaida. Alitushirikisha vyama vya siasa. Haya uliyosema ni 100%. Nakiri kwenye kikao hiki tarehe niliyowasilisha na kumbukumbu namba ya barua iliyowasilishwa iko sahihi. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikitaka kuongea nitakuwa nachelewesha yale mambo ya kusema ndio ili tumalize mjadala. Kwa sababu ninaamini watu wote tuliopo hapa hamu yetu ni hiyo. Mimi ni Juma Mohamedi na hii ni Channel 10. Benki ya Dunia imemwagia sifa Tanzania kwa usimamizi mzuri wa uchumi wa nchi na kuwa nchi ya kupigwa mfano barani Afrika licha ya misukosuko mbalimbali ya kiuchumi inayokabili dunia. Pongezi hizo zimetolewa na makamu mpya wa rais wa Benki ya Dunia anayesimamia kanda ya Afrika Mashariki na Kusini, Dr. Ndiame Diop, alipokutana na kufanya mazungumzo na ujumbe wa Tanzania unaoongozwa na waziri wa fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kwenye mikutano ya majira ya kipupwe ya shirika la fedha la kimataifa IMF na Benki ya Dunia jijini Washington DC nchini Marekani. Dr. Diop amesema Tanzania ni nchi ya mfano katika usimamizi wa sera za kiuchumi za fedha, ambapo licha ya changamoto za uviko 19 na mizozo ya kisiasa inaendelea sehemu mbalimbali duniani, tathmini ya benki hiyo inaonyesha kuwa uchumi wa Tanzania uko imara ikilinganishwa na nchi nyingine nyingi za Afrika. Kwa upande wake, waziri wa fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amemweleza makamu mpya wa rais wa Benki ya Dunia anayesimamia kanda ya Afrika Mashariki na Kusini Dr. Ndiame Diop aliyechukua nafasi ya Bi Victoria Kwakwa aliyemaliza muda wake kwamba Benki ya Dunia ni mdau mkubwa wa maendeleo wa Tanzania. Good macroeconomic management is not only essential. Usimamizi makini wa uchumi mpana si tu kwamba ni muhimu katika nyakati bora, lakini pia katika nyakati mbaya. Ni nchi zenye usimamizi mzuri wa uchumi pekee ambazo huwa na uhimilivu. Ninawapongeza sana na umetueleza hapa namna mlivyoweza kutenga fedha kwa ajili ya sekta ya afya baada ya Marekani kuondoa misaada yao. Ni jambo muhimu kwa nchi yoyote. Niwapongeze sana. Na kuhusu uboreshaji wa rasilimali watu, nimesoma takwimu zinaonyesha ni nzuri na tuna programu ya kuwasaidia katika hili. Ninafurahi kuona hali iko hivyo. Na Tanzania tumejipanga kuhakikisha kwamba tunakabiliana na masuala ya aina hiyo ili yasilete madhara kwa wananchi. Tumerejea bajeti zetu ili tuelekeze bajeti kwenye afya, kufidia pengo ambalo sehemu ilikuwa inapata fedha kutoka kwa wabia wa maendeleo. Lakini pia tunajipanga kama nchi kuhakikisha tunawekeza kwenye kuzalisha bidhaa ndani ya nchi zikiwemo za afya, viwanda vinavyoweza kuzalisha dawa ndani ya nchi, lakini pia kuongeza uwekezaji katika bidhaa ambazo zitatuletea mauzo, fedha nyingi za mauzo ya kutoka nje. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri wa fedha hapa Tanzania. Ndoto na matumizi ya wakazi wa kijiji cha Oldonyosambu kilichopo halmashauri ya Arusha vijijini huenda yakatimia baada ya kamati maalum ya serikali kuwasili kijijini hapo kwa ajili ya kusikiliza na kufuatilia mgogoro wa ardhi wa muda mrefu uliohusisha shamba la Oldonyosambu. Kamati hiyo inayojumuisha wawakilishi kutoka Wizara ya Ardhi, TAMISEMI pamoja na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa imekutana na wananchi kwa lengo la kusikiliza malalamiko na maoni yao ili kupata suluhu ya kudumu
kwa mgogoro huo uliodumu kwa zaidi ya miaka 40. Wakazi wa eneo hilo wakizungumza kwa hisia kali wamesema kuwa wamekuwa wakipigania ardhi hiyo kwa miongo kadhaa, huku baadhi ya wenzao wakifariki bila kuona haki ikitendeka. Waume zetu wamekufa, wametuacha, lakini Mungu anatulisha. Inasoma karatasi wazi kabisa, tuna haki, lakini sijui ni nini inazuia hiyo haki yetu. Na kama haiwezekani kwa hii tume, mturuhusu tena tuende tukamlilia mama. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye pia ni kamishna msaidizi wa ardhi kutoka makao makuu, Leonard Msafiri, amesema serikali imeona haja ya kufika katika eneo hilo kusikia malalamiko ya wananchi na kuandaa ripoti ya pamoja itakayowasilishwa kwa mamlaka husika ili hatua zichukuliwe. Lengo letu ni moja kubwa. Tumeelekezwa kuja kufuatilia hili jambo kwa kina. Tuhakikishe tunachimbua mizizi yote, tunapitia taarifa zote zilizoandikwa na wananchi wenyewe waseme ni kitu gani ambacho kipo. Naomba tuwe na amani. Wizara ya Ulinzi iko bega kwa bega katika kutafuta ufumbuzi wa mgogoro huu. Na ndio maana siku zote mnaniona nipo. Hatua hii ya serikali inatoa matumaini mapya kwa wakazi wa Udonyo Sambu, huku wengi wao wakisubiri kwa hamu kuona utekelezaji wa ripoti hiyo na mwisho wa mgogoro huo wa muda mrefu. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Asante Jamila kwa taarifa hiyo. Mwenyekiti wa UVCCM Taifa Mohamed Ali Kawaida amesema umoja huo utaendelea kuwaenzi kwa vitendo viongozi waliotangulia mbele za haki kwa kuwa wamefanya kazi kubwa ya kuwaletea maendeleo wananchi. Mwanahabari wetu Mrisho Sadiq ameandaa taarifa ifuatayo. Kawaida akiwa katika mwendelezo wa ziara yake ya siku 4 mkoani Geita, akiwa wilayani Chato, ametembelea makazi ya milele ya hayati Dr. John Pombe Magufuli mjini Chato, huku akiahidi umoja huo kuendelea kumuenzi kwa vitendo yeye pamoja na viongozi wa kitaifa waliotangulia mbele za haki. Kwetu sisi vijana tunaendelea kujifunza mambo mengi wake na kwa viongozi wengine waliotangulia mbele za haki, ikiwemo utumishi uliotukuka, ikiwemo uzalendo kwa taifa, lakini ikiwemo kushirikiana na viongozi na kutengeneza viongozi. Kwa upande wake, mtoto wa hayati Dr. Magufuli, Jessica Magufuli, mbali na kuipongeza UVCCM kwa kuwatembelea, amewashukuru wa Tanzania wote kwa kuendelea kumuenzi hayati Dr. Magufuli. Lakini pia kwa niaba ya familia kuwashukuru. Unajua ni upendo wenu ambao umetukuka kuja kumtembelea mzee wetu hapa. Tuseme sisi kama familia tunafarijika sana kuona viongozi kama nyinyi mnaendelea kutufariji kusema kweli. Kawaida akiwa wilayani Chato wametembelea mradi wa maji wa miji 28 wa bilioni 38 unaojengwa katika kijiji cha Buzirayombo utakaohudumia kata zaidi ya 6 unaotarajiwa kukamilika mwaka huu mwishoni. Kwa mpango tulionao sisi kama mamlaka ya maji ni kuhakikisha maji haya pia yanaweza kuwanufaisha watu wengine ambao wapo nje ya Chato. Moja ya kumbukumbu ambazo tunazo vijana wa Geita, wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani, wakati analihutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja ya sehemu ambayo alisisitiza kwa msisitizo mkubwa ni kwenye maji. Tunachotamani kukiona ndani ya Tanzania ni maendeleo. Wako wengine wanaweza wakabeza, wakasema miradi ya maji, kila siku tunajenga miradi ya maji. Waambie ndio, CCM itaendelea kujenga miradi ya maji. Kutoka hapa katika nyumba ya milele hayati Dr. John Pombe Magufuli, wilayani Chato, mkoani Geita, mimi ni Mrisho Sadiq. Asante Mrisho Sadiq kwa taarifa hiyo. Kutokana na changamoto ya baadhi ya watu kujaribu kushiriki katika uvunjifu wa amani nchini, wakuu wa wilaya na mikoa wameagizwa kuchukua hatua kali kwa wale wote watakaobainika kuwa wanataka kuvunja amani maeneo mbalimbali nchini. Hayo yamesemwa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Mohamed Mchengerwa akiwa mkoani Mbeya kuwaagiza wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kuchukua hatua kali dhidi ya watu wanaotaka kuvuruga amani. Ambaye yeye anadhani anaweza kutingisha kiberiti ajaribu na atakiona. Maelekezo yangu kwa wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama, wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kote nchini,
imarisheni hali ya usalama katika mikoa yenu. Kila mmoja wenu amekabidhiwa mipaka ya maeneo yake. Kila mmoja wenu. Kwa wakuu wa wilaya mmekabidhiwa mamlaka yenu katika mipaka ya maeneo yenu. Yule ambaye atashindwa kutatua changamoto na migogoro ya chokochoko zinazoendelea kwenye wilaya yake, huyo maana yake kazi imemshinda. Itakuwa ni wajibu wangu kumshauri Mheshimiwa Rais kumweka pembeni mara moja. Bila kusita, mara moja. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Rupa Masache Kasaka ameiomba serikali kujenga barabara ya Makongros hadi Tabora, huku mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya Patrick Mwarunenge akamshukuru rais kwa juhudi kubwa zinazochukuliwa katika kuleta maendeleo na kuimarisha muungano wa Tanzania. Wilaya yetu ya Chunya inatuunganisha na mkoa wa Tabora na Singida. Kazi kubwa imefanyika, lakini ni kuombe ulipokee ili ombi. Barabara yetu ijengwe kwa kiwango cha lami, kuanzia Makongorosi ituunganishe na Tabora na Singida. Ndio itakuwa tumeunganisha mkoa wetu wa Mbeya na mkoa wa Tabora na Singida. Na maendeleo yote yanayofanyika yamefanyika ndani ya Tanzania, ambayo kwa sasa inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ametokana na Chama cha Mapinduzi. Kiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Dar es Salaam kimewataka wanachama wake kueleza mafanikio ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama hicho kutokana na maendeleo makubwa yaliyopatikana katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6. Mwenyekiti wa chama hicho Bwana Abbas Mtemvu ametoa rai hiyo wakati akizungumza kwenye mkutano maalum wa kujadili utekelezaji wa ilani katika kata ya Kigamboni, mkutano ulioandaliwa na diwani wa kata hiyo Doto Msawa. Amesema ujenzi wa miundombinu ya shule, vituo vya afya pamoja na kuimarisha kwa huduma za umeme na maji ni sehemu ya mafanikio makubwa yaliyopatikana chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo, amewashangaa wakazi wa Kigamboni ambao wamekuwa wakishawishika kuuza maeneo yao na kwenda kuishi pembezoni bila kutambua thamani ya ardhi wanayouza katika kipindi hichi ambacho eneo hilo ni kivutio cha uwekezaji. Tuna uhakika kabisa ndani ya mwaka mmoja Kigamboni hii, ndio maana diwani amesema msiuze nyumba. Mwaka iko shida moja, barabara zikijengwa maeneo yanapanda thamani. Sasa ni rahisi kushawishika na kuuza nyumba zetu, ambayo ni mbaya sana. Unauza nyumba Kigamboni ambayo ni uzunguni, sasa unakwenda mpakani kule Vikindu. Unatoka Kigamboni, eneo zuri lenye mashule, vituo vya afya, unakwenda Vikindu. Amesema mheshimiwa diwani, tumejenga mpaka mochwari sasa. Hatuna shida. Kwa hiyo ni waombe uchaguzi mkuu tusifanye makosa. Tuna mtaji Dar es Salaam wa kula milioni 4. Na mimi nasema kwa kazi kubwa tuliofanya hatuwezi kukosa kura milioni 3.5 kama tutajipanga. Kwa kweli toka Mama Samia aingie madarakani ndani ya miaka 4 katika kata Kigamboni imefanywa mambo mengi sana. Kuna barabara zimejengwa nyingi sana, ni nyingi mno, ambapo nimetumia hela nyingi zaidi ya mabilioni kwa mabilioni. Pamoja na kufanya hivyo, pia ametuletea hela za miradi katika upande wa hospitali zaidi ya milioni 500 kujenga kituo cha mama na watoto. Wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro imepongezwa kwa ubunifu wa kuwapa walimu motisha ya kifedha kwa kila alama A wanaopata wanafunzi kupitia somo lao. Hatua hiyo imechochea ongezeko kubwa la ufaulu, huku wilaya ya Hai ikiongoza kimkoa kwa matokeo bora ya mitihani ya kitaifa kwa mwaka wa masomo 2023-2024. Katika hafla iliyofanyika kwenye ukumbi wa chuo cha ualimu Kilimanjaro Modern wilayani Hai, walimu waliofanya vizuri wamepongezwa na kukabidhiwa zawadi, ikiwa ni sehemu ya kutambua mchango wao katika ufaulu wa wanafunzi wa kidato cha 2, cha 4 na cha 6. Serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imehakikisha kwamba inatoa maslahi makubwa ya walimu, hasa madaraja, kuna malimbikizo,
na hasa kwenye miundombinu ya shule. Walimu wanajua kwamba kweli serikali ya awamu ya 6 haya yote tumeona, hasa miundombinu ya shule na mambo mengine nje ya idara ya elimu. Hii motisha ambayo tumepewa sisi imeweza kuamsha hari. Imeamsha hari ya kuweza kufanya kazi kwa nguvu zaidi ili tuweze kupanda katika viwango vya kitaaluma na kuweza kusogea juu zaidi. Mkuu wa wilaya ya Hai Hassan Bomboko aliyekuwa mgeni rasmi katika hafla hiyo amewapongeza walimu kwa kuendeleza utaratibu huo wa motisha, akisema ni mfano wa kuigwa kitaifa. Niwapongezeni sana mlioratibu tukio hili kwa ufanisi mkubwa sana mpaka leo limetokea, la kuwatambua na kutambua na kuthamini na kuonyesha heshima kwa mchango mkubwa uliotolewa na walimu katika wilaya yetu ya Hai. Afisa elimu sekondari wilaya hiyo Helen Mselemu amesema kuwa lengo la kutoa motisha kwa walimu wa wilaya hiyo ni kuchochea hamasa kwa walimu ili kuendelea kufanya vizuri katika eneo la ufundishaji wanafunzi. Tumefanya tukio moja zuri la kihistoria kuwapongeza walimu wetu, wakuu wa shule pamoja na walimu wanaofundisha madarasani kwa kuwapa zawadi kufuatia matokeo mazuri ya kumaliza kidato cha 6. Baada ya kuwa na malalamiko ya kutumia mbolea zenye kemikali ambazo madhara yake yamekuwa makubwa kwa ardhi na kupata mazao hafifu, wakulima wa zao la mpunga wilayani Kilombero wameipongeza serikali ya awamu ya 6 kuwapa fursa wawekezaji wa kilimo kufungua kiwanda cha kuzalisha mbolea yenye vinasaba vya asili ambayo ni rafiki kwa mazingira, hivyo kuongeza mavuno maradufu. Hawa ni wakulima wa zao la mpunga wilayani Kilombero mkoani Morogoro, na hapa wamekutana na wataalamu wa mbolea kutoka kampuni ya mbolea ya Itracom ambao wamewapa elimu ya vitendo ili kufanya kilimo chenye tija ambacho kitawezesha kupata zaidi ya magunia 20 kwa mpunga kwa ekari moja, tofauti na awali ambapo walikuwa wanapata gunia 9 pekee kwa ekari. Mbolea ya fomi kwetu sisi wananjagi imekuwa ni mbolea ambayo kimsingi imekuwa ni mkombozi kwa sisi wakulima. Mwanzo wakati tunalima, mimi kama diwani naye ni mkulima, nilikuwa nalima lakini sijawahi kupata kipato ambacho kimeweza kunitoa katika hali fulani kwenda hali fulani. Na kutokana na hali ya mwaka huu ya jua kali, kulikuwa na ukame mkubwa sana, lakini kuonekana kulingana na hali ilivyo zao iko vizuri sana, lakini tukagundua kuwa kumbe kilichotusaidia ni pamoja na hizi mbolea nzuri tulizozitumia za fomi. Mkurugenzi msimamizi wa utafiti toka kampuni ya Itracom Fertilizer, Dr. Sylvester Ndailajije, amesema lengo ni kuwapa mbinu za wakulima kukabiliana na mbolea zenye kemikali ambazo madhara yake yamekuwa makubwa kwa udongo na kupelekea kupata mazao hafifu. Ukitumia hizi mbolea za chumvi chumvi tu, labda unaweza kupata mapato mavuno mwaka huu na mwaka kesho, lakini unapozitumia sana zinakuja kuharibu ardhi. Unapokuja sasa kutumia hizi mbolea zetu, kwa sababu ya ile ya hii asili, ni mbolea ambazo zinakuja kutibu ule udongo, alafu unakuja kupata mavuno tena. Na miaka 10 katika kilimo na naona mabadiliko yatakuwa mazuri, kwa sababu mwaka huu ulikuwa ni mwaka mgumu sana kwenye hali ya maji, lakini mpunga umefanya vizuri katika kwa kutumia hii mbolea ya fomi ambayo ni ya kupandia, kukuzia na kuzalishia. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Chama cha Walimu Tanzania CWT mkoa wa Lindi kimetakiwa kuacha tabia ya kuwasilisha matatizo yao kwa njia isiyo rasmi ya malalamiko. Badala yake wametakiwa kujenga hoja na kuandaa mpango kazi wa suluhisho la matatizo yao ambayo atayapeleka katika mamlaka husika ili kupatiwa ufumbuzi wa kudumu. Mwanahabari wetu Ahmad Nandonde ameandaa taarifa ifuatayo. Hayo yamesemwa na mkuu wa wilaya ya Lindi Mheshimiwa Victoria Mwanziva alipokuwa akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Zainab Telak katika mkutano mkuu wa uchaguzi wa chama cha walimu CWT mkoa uliofanyika katika manispaa ya Lindi. Hata ukienda na mtu nenda na tatizo la kwanza, la pili, la tatu, la nne,
lakini kama mwenezi wa Chama cha Mapinduzi ambacho ndicho chama kinachotawala, ina haki na wajibu wa kuisemea serikali yangu inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Mtakapomaliza uchaguzi, basi ofisi yetu iko wazi. Viongozi wote watakaochaguliwa waje kujitambulisha kwenye ofisi zetu za chama. Akisoma risala mbele ya mgeni rasmi, katibu wa CWT mkoa wa Lindi Sekela Simon, licha ya kuishukuru serikali, lakini hakusita kueleza changamoto zinazokabili walimu. Kisha mkutano huo kaingia katika ajenda ya uchaguzi, na hapa mwalimu Halima Liveta anatangazwa kuwa mwenyekiti wa CWT mkoa wa Lindi, akitetea nafasi yake kwa kipindi kingine cha miaka 5. Ahmad Nandonde, Channel 10, Lindi. Serikali imesema itaendeleza juhudi za kutoa ushirikiano na mchango wa rasilimali kile unapohitajika katika kukuza bunifu za sayansi ambazo zinakuja na mbinu mpya za kutatua changamoto za magonjwa ikiwepo saratani katika jamii kwa kutumia akili unde kwa ajili ya kutoa majibu mapya kwa haraka zaidi. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi wa elimu ya juu, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Peter Msofe, kwa niaba ya katibu mkuu wizara hiyo katika maonyesho ya kwanza ya wiki ya ubunifu katika afya, ambapo amesema serikali imeanzisha idara ya ubunifu inayotoa mwongozo wa matumizi ya akili unde katika taasisi ya elimu ya juu. Tulichokifanya sisi ni kwa yale matumizi ambayo yanahusika na masuala ya elimu, hasa katika masuala ya elimu ya juu. Na tunajua kwamba hatuna namna ya kuzuia, badala ya kuhangaika kuzuia, tunatengeneza utaratibu wa kutumia vizuri ili iweze kuleta manufaa kwa Watanzania. Makamu mkuu wa chuo cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili MUHAS, Profesa Apolinali Kamuhabwa, ameeleza kuwa wataalamu chuoni hapo wanaendelea na bunifu za uchunguzi wa magonjwa mbalimbali, lakini pia dawa na vifaa tiba, huku baadhi ya wadau wakieleza manufaa ya bunifu hizo. Kwa hivyo vijana zaidi unaona wamejikita kwenye vifaa tiba, kuleta bunifu kwenye vifaa tiba. Lakini tumeona bidhaa nyingine, kwa mfano kama bidhaa za madawa asili. Tumeona kwamba yale madawa yetu ya asili ambayo yanatokana na mimea, vijana wanatengeneza bunifu sasa, wanaboresha zile bidhaa, jinsi ya kuzitumia, nyingine za maji, nyingine za vidonge, nyingine za aina mbalimbali. Lakini tumeona vile vile kwa mfano hata vitakasa mikono, tumeona sabuni na vitu vingine. So kwa jinsi mfumo wetu unavyofanya kazi, picha inapigwa kutoka maabara, inawekwa kwenye mfumo wetu na unapata majibu ndani ya dakika 2. Ina uwezo wa kumwambia daktari kwamba hii iko kwenye hatua gani, lakini pia inampa reports, lakini inamuonesha pia na picha kumuonesha ni sehemu gani hasa kuna tatizo. Kwa hiyo tumeleta mfumo ambao utawasaidia hao wakunga kumonita wagonjwa wengi kwa muda mmoja. Kwa hivyo itawasaidia wao kutambua matatizo yanayowakumba hawa mama wakati wa kujifungua kwa mapema, na wataweza kuyatatua kwa wakati. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Naam, taarifa hiyo inakamilisha upande wa habari za kitaifa, na sasa ni habari za kimataifa. Uganda imetangaza kumalizika mlipuko uliozuka karibuni zaidi wa ugonjwa wa Ebola miezi 3 baada ya mamlaka husika kuthibitisha kesi ya maambukizi ya ugonjwa huo katika mji mkuu wa Kampala. Wizara ya Afya ya Uganda imeeleza kwenye ujumbe wake uliowekwa kwenye ukurasa wa X ikisema kuwa mlipuko wa sasa wa ugonjwa wa virusi vya Ebola Sudan umefikia kikomo rasmi. Taarifa hiyo imeongeza kueleza kwamba uamuzi huo umetangazwa baada ya kupita siku 42 bila kesi mpya tangu ugonjwa huo wa mwisho aliyethibitishwa kuruhusiwa. Nchi hiyo Afrika Mashariki ilitangaza mlipuko wake wa hivi karibuni Januari 30 baada ya kifo cha muuguzi wa kiume ambaye alipimwa na kukutwa na virusi hivyo. Hata hivyo, tangazo hilo la Wizara ya Afya ya Uganda haikutoa takwimu za jumla za kesi zilizorekodiwa wakati wa mlipuko huo.
Naam, tunapata mapumziko mafupi, tutarejea. Mimi ni Nelson Munema, mwenzangu ni Tito Makombe katika lugha za alama.